Mwanamichezo, karibu sana kuitazama M15 TV. Tuko hapa kwenye dimba la Azam Complex huku Chamazi, na leo ni media day, na muda huu nakwenda kuzungumza na kapteni wa Azam FC Lusajo Mwaikenda. Yapo mengi ambayo ya kuyafahamu. Kumbuka sasa hivi ligi kuu ya NBC iko ukingoni, ikiwa imebakia mchezo mmoja tu kwa kila timu isipokuwa Simba na Yanga ambao wamebakiza mechi mbili. Tunazungumza naye atuambie kwa namna ambavyo msimu ulikuwa, lakini mipango yake kuelekea kwenye msimu ujao, lakini pia wanakwenda kumaliza vipi mchezo wao ambao umebakia mmoja kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, na mengine mengi ambayo utapata kuyatazama kupitia M15 TV. Majina yangu ni Memorasia Sylvester, niko na Fabian. Karibu. Lusajo. Poa kama kaa. Mzima. Tuko poa, namshukuru Mungu. Yanasonga. Yanasonga. Sawa, Lusajo, tuambie kwanza, tukianzia na msimu kwa namna ambavyo ulikuwa, kwa sababu tuseme tu tumemaliza licha kwamba mmebakiza. Bado hatujamaliza. Hatujamaliza? Bado kwa mechi moja. Bado. Sawa, ueleze basi msimu 2024-25 upoje yani mpaka sasa hivi, mpaka mlipofikia hapa. Kwanza niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa tulipofika. Katika ligi yetu kuna timu zimebakiza michezo miwili, kuna timu imebakiza mchezo mmoja. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani kama ni ng'ombe ameliwa kiasi gani mpaka na kiasi gani kilichobaki. Kwa hiyo na ligi yetu ilikuwa nzuri sana, ilikuwa bora, na ukiangalia hata kwenye viwango, kuna viwango tulikopo tunapanda kuna muda. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani ligi ilikopo na ushindani. Vilabu vilivyopanda ligi navyo vilionyesha ushindani mkubwa, na vilivyokuwa pia vilikuwa vinatoa mechi nzuri katika kila mechi. Kwa hiyo pia sisi kama Azam FC tulikuwa na msimu mbaya, ninaweza kusema, ama tulikuwa na msimu ambao usioridhisha, kwani tuliweza kupoteza target zetu nyingi tulizojiwekea. Kwa hiyo hatuwezi kusema tulikuwa na msimu mzuri, lakini kwa ligi kwa ujumla ligi ilikuwa nzuri yenye kuleta ushindani katika kila timu. Kwa upande wako wewe kama mchezaji, kwa namna ambavyo ulikuwa umejiwekea malengo na mpaka sasa umetimiza, ama na wewe umefeli kutokana na kwamba umesema timu yenu haijafanya vizuri kwenye msimu? Malengo ya mchezaji yanatimia vizuri pale ambapo timu yake pia inapo reach vitu fulani ambavyo walivijiwekea mwanzoni mwa msimu. Kwa hiyo kwa upande wangu kwa ujumla ninaweza kusema sijatimiza malengo yangu kama mchezaji, na kwa maana sikutimiza kile ambacho timu ilikopo inahitaji. Kwa hiyo siwezi kusema nimetimiza malengo afu timu haija reach kile ambacho ilikuwa inahitaji. Kwa hiyo mimi pia nilipoteza katika msimu. Vitu gani ambavyo ulikuwa umejiwekea kama target ambayo unasema umepoteza? Ni kuisaidia timu yangu kupata kile ambacho walichokopo wanakihitaji katika kila shindano. It means ubingwa katika FA, reach makundi kwenye mashindano ya kimataifa na hususan NBC. Kwa hiyo hivyo vyote tulivipoteza, lakini nilikuwa ninahitaji nitoe performance nzuri ambayo labda nilipoishia pale nilipoishia mwaka jana niendelee pale, lakini Mwenyezi Mungu amenisaidia pakubwa sana, na ninaamini bado haijatosha. Kwa hiyo nahitajika kupush sana kwa ajili ya kufikia goals zingine ambazo nitakazojiwekea mwakani. Lusajo tumemwona akiwa anafunga kwenye baadhi ya mechi, ikiwa kwenye ligi kuu ama kwenye mashindano mengine. Unakumbuka kwanza ni magoli mangapi mpaka sasa hivi? Magoli. Ni magoli kwa msimu huu. Magoli 7. Ambapo ni mara ya kwanza ama 7, na mashindano yananilio kule nilifunga goli moja, kwa hiyo yanakuwa 8. Imewahi kutokea kwenye msimu mmoja kufunga magoli 8? Hamna. Kipindi nipo KMC nilifunga magoli 5. Kwa hiyo hii ninaona nimevuka pale nilipoishia KMC. Kwenye man of the match? Man of the match nimepata 4. Umeenda? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yani kama mchezaji naweza nikasema ni mafanikio ambayo umeyapata kwa tofauti na msimu uliopita. Kwa msimu uliopita nilipoishia, kwa msimu uliopita nilikuwa nina assist 8, magoli 2. Kwa hiyo kwa upande wa mwaka huu nimepata magoli 7, assist 3, ina maana 13. Sawa. Lusajo, kumbe umeshawahi kucheza KMC na mimi nilikuwa
Kwa hiyo Azam KMC muda mrefu. Yani kama miaka 3-4 iliyopita. Kwa hiyo hapa Azam una miaka kama 4, si ndio? Na tofauti na hizo timu mbili hamna timu nyingine ambayo umecheza? Hapana, ni Azam Academy nikapandishwa. Baada ya mwaka mmoja nikaenda KMC kwa mkopo, mwaka mmoja nikarudi Azam FC tena. Tutegemea kumuona Lusajo akiwa Azam FC ama kuna sehemu ataondoka labda kwa msimu ujao au misimu mingine labda unafikiria kutoka Azam kwenda kwenye timu nyingine? Mimi nahisi kwa muda huu tuliokuwepo, mimi ni mchezaji wa Azam FC, kwa hiyo nitasalia Azam FC kwa ajili ya mkataba wangu pia. Kwa hiyo na ni timu ambayo imenitoa sehemu moja kunileta sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi sasa ni mchezaji wa Azam FC. Na bado upo sana? Na bado nipo Azam FC. Yaani lengo langu kujua kwamba labda pengine ikitokeaga ofa kama msimu yani hiyo sana ni nini? Yani mimi bado nipo Azam FC. Unataka kukataa? Kwa hiyo mashabiki zako wanategemea kukuona sana. Mimi nipo Azam FC na ni mchezaji wa Azam FC na nina mkataba na Azam FC. Kwa hiyo nipo Azam FC. Kuna kitu nataka kusema hilo. Niseme nini? Nimeshaishia. Wote 2000 ngapi? Mimi nipo Azam FC mpaka mimi mkataba wangu utakapoisha. 2000 ngapi? Mkataba wangu utakapoisha. Ndio tuambie sasa. Mpaka mkataba unakataa wageni. Mimi mpaka mkataba wangu utakapoisha. Watu wanakuhitaji. Mimi nipo Azam FC mpaka pale mkataba wangu utakapotamatika. Sawa, licha kwamba hamjafanya vizuri kwenye timu yenu kwa msimu huu, mpo nafasi ya 3 mpaka sasa hivi. Lusajo, unaweza ukasema ni mchezaji gani ambaye alikuwa bora sana kwa Azam FC kwa msimu huu licha kwamba hamjafanya vizuri? Ni wachezaji wengi walikuwepo bora na walikuwepo wanajitahidi kupush mpaka pale jasho lake la mwisho analitoa uwanjani, lakini haikutosha kuwapa Azam FC kile ambacho walichokuwa wanakihitaji katika msimu huu. Kwa hiyo ninaweza kusema ni wengi au ninataka mimi nataka hata 3, 2. Wengi ukimzungumzia nani? Namba 1. Siwezi kuwapanga kwa namba. Kwa sababu ni captain wote wa kwako. Ukimzungumzia Fei alikuwa anatoa kilicho bora. Hawezi kuwa namba. Wote namba 1. Fei namba 1. Jibrili namba 1. Pasco alikuwa anatoa kila kilichokuwepo mwilini mwake, chote anakiacha hapa. Ukimzungumzia Nado, ukimzungumzia James, haya ni watu ambao yani wanatoa kila kilichokuwepo mwilini mwao wanaacha uwanjani. Kwa hiyo na jasho lao mimi ninaliheshimu sana kwa msimu huu, hali ya kuwa halikutosha kutufikisha pale tulipokuwa tunahitaji kama timu. Ni mapema sasa hivi tukisema kwamba utajipangaje kwa msimu unaofuata, kwa sababu kama ulivyosema msimu huu kwako haukuwa vizuri kwa sababu hamjafanya vizuri Azam. Msimu haukuwa mzuri, lakini ni alamu ambayo inamwamsha kila mtu kwa ajili ya msimu ujao ili uje kuwa msimu mzuri pia kwa timu na kwa yeye kama mchezaji. Kwa hiyo ni mtu hichi kilichotokea kwa msimu huu nini changamoto, lakini kuna muda ni unaweza kuichukulia kama motivation kuelekea msimu ujao. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ninaamini kila mtu yani kasha machua katika akili yake vizuri, alikuwa ameuangalia msimu ulivyokuwa na ni anajua hichi kilichotolewa msimu huu. Mwakani huu ushindani ulioonekana msimu huu, mwakani utaenda kuwepo labda mara 2 mara 3. Kwa hiyo ni yeye kama mchezaji kuona anaenda kupumzika vipi ili mradi kuwahi kuja kujiandaa kwa ajili ya ligi ili tuweze kulicha baadhi ya goals ambazo timu zinatupa. Wewe ni captain, bila shaka mmezungumza na wachezaji wenzio kwa kila ambacho kimefanyika kwa msimu huu na mnatamani pengine msimu ujao mfanye vizuri. Lusajo, tu share na watu kitu gani mara nyingi huwa unazungumza labda na wachezaji wenzio kuelekea kwenye michezo, baadhi ya michezo ambayo mlikuwa mmefanikiwa zaidi au mingine ambayo mlikuwa mmefeli? Mimi ninazungumzaga vitu vingi, lakini kikubwa ambacho yani kila mchezaji ambaye nikikaa naye nikizungumza ama tukizungumza ni jinsi gani ya mchezaji ninaweza kuacha alama katika timu uliokuwepo. Kwa maana leo hapa Azam FC upo, kesho haupo. Kwa hiyo na kuna baadhi ya vikombe vipo humo. Ukiangalia unaambia bwana hichi bwana walichukua fulani na fulani.
walikuwepo, hichi alichukua fulani. Kwa hiyo history kama hizo zinaishi katika klabu zetu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji inabidi tuache alama katika klabu hii kubwa hapa Tanzania na Afrika na duniani kwa ujumla. Ni kitu kama hicho. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kuhimizana kuweza kuacha alama katika klabu hii, kwamba bwana walipita wakina Lusajo walikuwepo hapa, walichukua hichi hapa, na nyinyi hapo mnaleta kipi? Watu wenu wachezaji wenu namba 12. Unalipi la kuambia? Mimi ninawapenda sana kwa maana wamekuwepo na sisi toka mwanzoni mwa msimu mpaka leo hii tumebakiza mechi moja, na naamini ni watatusupport pia katika hii mechi moja. Wamekuwa wakitupa nguvu, wamekuwa wakitunyanyua katika nyakati zote ngumu tulizokuwa tunazipitia. Mimi ninaamini mwakani tunaweza tukawapa kilicho bora, kwa maana tumekuwa tukiwaangusha katika nyakati ngumu ambazo wao wanatarajia kitu kutoka kwetu na sisi tunawa disappoint. Kwa hiyo mimi niwape pole kwa msimu huu, tumeshamaliza na tumeshadondosha kila kitu tulichokuwepo nacho. Tujiandae kwa ajili ya mwakani sisi kama wachezaji kuwapa kilicho bora mashabiki wetu. Shukrani sana. Captain wa Azam FC, unaangalia M15, usisahau kusubscribe ama kulike ama kushare.